nendeni mkakimbie watu ambao hawapendi amani. Kaeni mbali na wale wachache wenye viashiria vya kupoteza amani ya nchi yetu. Na wasihi sana, wewe mmoja unaweza kuona huwezi ukaweka effort ya kuleta amani kwa nchi, lakini nakuhakikishia leo, wewe mmoja unaweza ukasababisha mambo mengi yakatokea katika nchi yetu, ama kwa kuilinda amani au kwa kuipotosha amani. Kwa hiyo kila mmoja wetu hapa ashike neno amani. Tumejaliwa nchi yetu vizuri sana. Nchi ya Tanzania inafanya vizuri sana. Hakuna mahali kuna njaa. Hakuna mahali ambapo watu hawana mavazi. Ndugu zangu, serikali ni kubwa. Hausikii mahali watu wanalalamika walipo mshahara. Na mwaka jana mmesikia Mheshimiwa Rais ameongeza mishahara kutoka kima cha chini shilingi 3.5 mpaka 5.5. Nendeni mkapate elimu. Nendeni mkapate elimu kila nyanja. Aminini kwamba vipato viko mbele, mtavipata. Nchi yetu ina demokrasia ya kutosha. Mkienda kaulizeni waliowahi kuwa wakuu wa wilaya si wako wangapi, hamtapata idadi. Waliowahi kuwa wakuu wa mikoa, na hawa watu wote kidemokrasia wamefikia hizo nyadhifa, sio kwa sababu ni mtoto wa fulani. Hapana. Nenda ukaamini kwamba ukiwa na elimu nzuri, ukajituma, ukafanya kazi nzuri, lolote linaweza likatokea kwako. Ukawa mkuu wa wilaya, ukawa mkuu wa mkoa, ukawa rais wa nchi hii, au ukawa diwani kama mimi, lolote linawezekana kwako. Nchi yetu inafanya vizuri. Hatuna haja ya kuleta vurugu, kulazimisha mambo. Siku zote tunakaa kwenye vikao na yote yanaweza yakafanyika. Nendeni mkailinde amani. Msiipoteze amani kwa kushawishiana bila vyanzo vya maana. Msiwarushe roho zetu, msirushe roho za wazazi wenu wakakaa bila amani nyumbani kwao, kwa sababu watu binadamu wakishafikia ule utu uzima ndio wanataka amani zaidi taraja. Baada ya kusema haya, mimi sina hotuba ndefu sana. Nadhani viongozi wetu wa tamsia na mratibu wa TISTA hapa wameongea vizuri sana, wameongea mambo mazuri. Kwa hiyo yabebeni, nendeni naye, kwa sababu kama Sheikh Abdul Karim hapa hotuba yake nilikuwa naisikia hapa, nilikuwa sasa mimi nitaongea nini tena. Program za Kelia Counseling, program za Iftal, kuna mashindano ya Qur'ani, lakini kubwa zaidi tuko katika mchakato wa kuwatoa vijana katika ujinga, lakini pia na kujikwamua na swala la umaskini. Tunaendesha program mbalimbali za ujasiriamali na program ambazo zimekuwa na tija kwa vijana wa Kiislamu, lakini pia kwa jamii kwa ujumla, hususa tunapowashauri na namna ya kuratibu biashara zao na kujiajili kutokana na changamoto za ajira ambazo imekuwa kimsingi vijana wengi wananufaika na programu za kitamsia. Lakini pia tumekuwa tukiwafanyia counseling vijana wa shuleni wanaomaliza kama hivi form 6 wanapohitimu, manake wanahitaji kushauriwa ni namna gani wanaweza wakaendana na career zao au wakachagua kozi ambao zitawasaidia baadaye kuja kuwa ni watu ambao watatatua changamoto katika jamii kulingana na yale ambao wanayaomba kwenda kuyasomea vyuo vikuu. Nafasi yetu kama tamsia katika swala la mmomonyoko wa maadili ni kubwa sana, kwa sababu tunamiliki vijana walioko mashuleni lakini pia na ambao hawako mashuleni. Kutokana na mmomonyoko huu wa maadili,
sisi tumegundua namna gani ya kufanya program mbalimbali za kuwaweka vijana pamoja. Mfano, mwaka 2009 kwa Dar es Salaam kulitokea changamoto ya watu wanaitwa panyarodi. TAMISEMI ilichukua jukumu la kuwakusanya na kuwapa semina mbalimbali za ujasiriamali ili kuondokana na ile changamoto iliyokuwa ikiwakumba Dar es Salaam. Hivyo na katika swala la mmomonyoko wa maadili pia tunaendelea na counseling, lakini pia kuwaweka vijana pamoja, kuwaelimisha juu ya maadili yaliyokuwa bora kulingana na misingi ya nchi yetu ya Tanzania ili kunufaisha jamii, hasa pale ambapo unapotokea changamoto yote ya kijamii. Wangu wa vijana wa Kiislamu tushirikiane kwa pamoja kuondoa changamoto ya mmomonyoko wa maadili, lakini pia kupambana dhidi ya umasikini. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Athmani Mayeye, mratibu wa TISTA mkoa wa Kilimanjaro. TISTA ni Tanzania Islamic Studies Teaching Association, kwa maana jumuiya ya ufundishaji wa elimu ya dini ya Kiislamu Tanzania. Kwa upande wa mkoa wa Kilimanjaro, TISTA tunafanya shughuli za uratibu wa ufundishaji wa elimu ya dini ya Kiislamu kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari. Shule ya msingi, sekondari mpaka vyuo. Kwa kuzingatia ubora wa elimu ya dini, serikali kupitia Wizara ya Elimu imelichukua rasmi somo la elimu ya dini ya Kiislamu kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 5 na cha 6. Hivyo tunawasa vijana walioko mashuleni, walimu na walimu walezi pamoja na walimu wakuu kuhakikisha vijana wanalelewa katika misingi iliyokuwa bora kwa kupata elimu ya dini ya Kiislamu. Vijana wa Kiislamu wamekuwa wakisifika kwa tabia njema, lakini wako baadhi ambao kupitia mitandao ya kijamii lakini pia na makundilika wamekuwa wakiwa na tabia ambazo si njema kama mafundisho ya Uislamu yanavyoelekeza. Niwase vijana kurejea mafunzo ya Uislamu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mbora katika vijana yule mwenye tabia njema. Kwa tunawasa vijana kuendelea kushikamana na mafunzo ya Uislamu kwa kuishi Uislamu kama ambavyo umetuelekeza ndani ya mafunzo yetu. Tunapoenda nyumbani huko, tunapoenda mazingira ya chuo, tujitahidi tuwe wacha Mungu. Kama tulivyokuwa wacha Mungu hapa shuleni, tukienda huko tuwe wacha Mungu. Sio tunaenda mtaani tunakuwa sisi wa kwanza tunavaa heleni, mnasuka nywele, mnafanya vitendo vingine ambavyo sio vizuri. Tukienda tuendeleze maadili yetu kama tulivyo hapa, kama tunavyoamrishwa katika maadili yetu ya Kiislamu. Kutokana na muda nisizungumze sana, nilipenda kutumia nafasi hii kumtambulisha